بسم الله صلى الله وسلم على رسول الله آله وصحبه ومن والاه. قال anasema mmoja kati ya ikhwa anauliza ndoa ya muta ikoje? Ndoa ya muta kabla Mtume sallallahu alaihi wasallam aliruhusu wanapokuwa Waislamu wako katika vita, akaenda katika vita, alikuwa akiruhusu kuwa ndoa ya muta ambao ni ndoa ya muda mfupi, na hii ni kutokana na dharura ya Waislamu kwa katika vita. Baadaye Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja katika hadithi Ali bin Abi Talib aliharamisha na akieleza kuwa ni haramu mpaka kusimama saa ya kiyama. Ikabaki ndoa hii kwa watu ambao hawana imani iliyokuwa thabiti na imani iliyokuwa sahihi, wakaendelea kuiruhusu, nao ni mashia ar-rawafidha, wanaendelea kuruhusu ndoa ya mutaa, hali ya kuwa imamu wao wa mwanzo Ali bin Abi Talib, kama anavyodai kwamba ni imamu wao wa mwanzo, ndio mpokeaji wa haramishwaji wa ndoa ya mutaa. Na hii ndo katika maajabu ya mashia, kwa kwamba ahlul ilm wanasema law kanat shi'atu hayawanan la kana himarun, laiti shia ingekuwa ni wanyama basi ingekuwa punda. Laiti shia ingekuwa nyama ingekuwa nini? Ingekuwa punda, ingekuwa mapunda. Kwa kosa adabu, punda mbele za watu amekaa anaweza akatoa upepo, pita mbele za watu anatoa upepo, haoni aibu. Kwa hivi mashia ingekuwa ni wanyama ingekuwa punda. wallah sahihi. Ndoa hii ni ibara ya makubaliano ya mwanamke na mwanamume watakapokuwa amekubaliana kwa muda maalum, kwa kiwango maalum cha mali, watakaa ndani ya muda huo ukimalizika na ndoa imevunjika. Ndoa hii haina wali ambaye anakuja anasema nimekuozesha fulana binti fulani. Ndoa hii hakuna uwajibu wa mashahidi. Ndoa hii inapomalizika kila mmoja anashika njia yake, hakuna talaka. Na ndoa hii hakuna kurithiana mmoja akifa. Sawa, haikuzungumza kwa hakuna kurithiana. Hakuna kurithiana, na muda ukimalizika hakuna eda. Angalia hizi ajabu. Hii ndo ndoa ya muta, kwamba hakuna wali wa kuozesha. Yaani kama vile wale ambao wanakwenda kuachukua machangudoa mle katika sehemu machangudoa wanaojiuza. Kama lugha itakuwa sahihi, maana changudoa hii si iko sawa. Changudoa ni samaki nafahamu. Sisi tumie lugha gani? Hawa makahaba wanaojiuza, kwamba mtu anakwenda anamkubaliana naye, wenyewe wana maelezo yao, si kuna short time, kuna nyingine wanahitaji, si limradi wana maelezo yao. Kuna muda mfupi, muda mrefu, si kuna nini. Hii ni mfano wa ndoa ya muta. Kwa sababu ndoa katika lugha maana yake ni nini? Ni nikah. Au nikah katika lugha maana yake nini? Al-jima' au al-watu. Nifahamika? Tamko nikah katika lugha maana yake ni al-watu. Kwa hiyo itakapoambua nikahul mut'a, kwa maana ile watu ya mut'a, kwamba ni tendo linalofanyika la zinaa kwa lengo la kustarehe, si kwa lengo la kifungo cha ndoa. Kwa nikahul mut'a ni kitendo la ndoa kwa lengo la kustarehe. Inawezekana starehe ya muda mfupi, inawezekana muda mrefu. Kwa ni zinaa ambao wenyewe wameibariki wakaida kwamba ni nikah almuta, kwamba ni zinaa kwa lengo la kustarehe. Ingawa Uislamu hakuna starehe za haramu. Katika haramu hakuna starehe, isipokuwa starehe haramu iko kwa makafir. Walladhina kafaru yatamatta'una yakuluna kama ta'kulu al-an'am. Makafiri ndio wanastarehe, starehe zao wanakula kama mfano wanyama porini kule, ng'ombe, mbuzi, labda mfano kama huo Allah amesema katika Qur'an.
Kwa ndoa muta ikhwa ni haram. Haijuzu kwa yule ambaye anaitaki ndiye Muislamu kufunga ndoa ya muta. Hakuna ndoa wala haitwi ndoa sana. Sahi kwamba sio ndoa, kwa sababu ndoa inadakwa kwa kuna wali. Ndoa katika baadhi ya shuruti za alim kama ilivyo katika madhhabu Shafi kwa kuna nani? Mashahidi. Ndoa inatakiwa ipatikane mahari. Ndoa kuna ijabu na kabul, nimekuozesha, nimekubali, ipatikane hiyo. Hapo inapatikana ndoa. Lakini unamchukua mwanamke mnakubaliana muda gani? Tutakaa miaka miwili, miezi 6 labda, haya mahari yako kiasi gani? Waacha mahari yenyewe. Hii mahrul baghi. Mahari ya umalaya wao na uzinifu wao wanaita mahari. Wanakubaliana inatoka ile imefika kutoka tarehe 10 labda ya mwezi wa kwanza mpaka tarehe 10 ya mwezi wa 6 mathalan wamekubaliana nakaa katika miezi hiyo. Ikifika tarehe 10 kila mmoja ashika njia yake. Kama wewe ndio ulikwenda mwanamume kukaa inabidi ukunje ngongo zako ondoke nyumbani kwa watu, au kama mwanamke naye aondoke arudi kwao. Hakuna talaka kwamba nimekuacha kuanzia leo. Hamna talaka. Hii ni ndoa basi. Hii ni ndoa. Allah tabaraka wa taala amesema muhsinina ghaira musafihin wala mutakhidhi akhdan. Itikhadhul akhdan Allah amesema ni haram, kwamba msiwaeke wanawake kuweka vimada. Si neno vimada ni lugha gani Kiswahili sijui? Vimada. Hii vimada nini? Kimada ni kitu gani kimada? Habi tuangalie katika kamusi za Kiswahili, sio kani Kiswahili kweli au ni lugha vingine imepachikwa. Maana Kiswahili kina mengi. Kiarabu kimaumo, English kimaumo, Kibantu sijui kuna lugha nyingi humo. Si lugha gani? Kuswali nje ya msikiti bila dharura inafaa. Kama unakusudia kusali katika sala ya jamaa, haitafaa kusali jamaa msikiti ambao una nafasi ndani ukaamua kusali sala ya jamaa nje ya masjidi. Utakosali msikitini kama itakuwa unakusudia sala ya jamaa. Ama kama safu zimeunganika na sehemu unaoswali unapata jamaa. Ama kinyume chake kama safu haziunganika na sehemu unaoswali na kwa wewe upate jamaa. Min qawli man Allahu a'lam lis-sunnah. Hii ni kauli ya baadhi ya masahaba kama Abdullah bin Mas'ud amesema kauli kama hiyo. Kusema Allahu a'lam ni nisfu ilm. Wale miongoni mwa waliosema na Abdullah bin Mas'ud na wengine katika masahaba na vile vile Ali bin Abi Talib nakumbuka ana kauli kama hiyo. Imani kama hivi ilivyo au inalingana na hiyo. Masufi wanauliza kwenye swala hamkunuti, na wakati kulikuwa na janga la corona, sasa vipi mbona hija mwaka huu hakuna? Wanamuuliza nani kwamba hakunuti? Kunuti ni ibada, sisi tunakunuti. Allah tabaraka wa taala amesema hafidhu ala salawat was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Kwa kunuti masha, ifadhini swala zenu na sala katika kati, simameni ndani ya sala zenu qanitin, aisakitin, msizungumze ndani ya sala. Allah amesema simameni katika sala zenu hali ya kuwa mna nini? Mna kunuti, kwa maana mnakaa kimya katika sala, msizungumze huyu kamzungumzisha huyu au si kunuti. Kwa kusudia kunuti gani? Sio na kunuti katika swala, kutekeleza aya hii ambayo Allah amesema subhanahu wa ta'ala. Sawa, hiyo ni moja. Na vile vile kunut imana ya khudhu au khushu, kama Allah tabaraka wa taala alivyosema ya Maryam kunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'a raki'in. Maryam kunuti kwa ajili ya Mola wako, kwamba kuwa mnyenyekevu kwa ajili ya Mola wako. Sasa hatufahamu kunuti ipi anakusudia, lakini kwa maana kunuti kama ni kunuti ya khushu, kwa maana kunuti ya as-sukut fi salat, na ama kunuti kwa maana ya qiraa katika sala hususan qiyamul layl, sawa, ambayo imekuja kuelezwa kwamba afdal sala tul al-qunut. Sala ile bora ni ile ambayo ina kunuti ile kwa ndefu, kisimamo kirefu, qiraa kirefu, yote ni kunuti hizo. Laiti angefafanua usufi huyu kama ana ilmu, angefafanua kwa kunuti anakusudia.
Lakini bila shaka dhahiri ya kauli yake anasema amkunuti na wakati kulikuwa na janga la corona. Mpaka sasa hivi janga la corona lipo duniani, halijaondoka. Je, nyinyi mnaendelea kukunuti? Sisi hatukunuti. Nyinyi masufi nyinyi hivi sasa hivi mnaendelea kukunuti kwa ajili ya corona au corona imeondoka duniani masha? Sipo. Sina mbwa bado ipo. Kwa hiyo mbona mmekatisha na nyinyi? Halafu nyinyi hamkukunuti kwa maana kwa na elimu ya maswala ya kunuti, kwa sababu kunuti mlokuwa mnaileta Allahumma dina fi man hadait. Sasa ndio kulikuwa kuna corona, wakaleta hii dua ya kunuti masha. Au hii kunuti dua hii ni katika nini? Ni katika swala ya witri kama usibiti katika hadithi Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu, kwamba kusoma Allahumma dini fi man hadait au Allahumma dina fi man hadait, hii ni dua iliyowekwa kwa ajili ya sala ya witri. Sasa nyinyi kunuti yenu ya corona iko wapi? Kwamba kumbe hata nyinyi wenyewe mlikuwa mkunuti kwa ajili ya corona. Hii dua mnaleta ni ya witri, mkaweka sehemu ya corona. Kwa wapi na wapi? Hii kwa magharibi, hiko mashriq. Dua nyingine na nyinyi janga lenu jingine. Nyinyi janga la corona mnaomba dua ya witri. Kwa hiyo hata ile dua mlikuwa mnaleta na maana sio yenyewe. Lakini swala kama hili shajibu katika baadhi ya masala aliyotangulia au baadhi ya asila alizouliza ikhwa, tukaeleza hii corona ambao Saddam Hussein aliwahi kutoka kwa yeye asema corona atakafuna min corona virusati sijui sagira, anaambia jeshi lake yani mnaogopa corona kijidudu kidogo hivi atakionekani mpaka michar mpaka angalie kwa darubini ndio unaona kikorona, mnaogopa corona nyinyi? Alikuwa anaambia jeshi wake huko Saddam Hussein, na hii ni ibara ya mafua. Sio kwa kila muda inakuja, na kwa mara ilikuja nyuma ikaitwa influenza sijui mafua ya ndege, ndio hii. Sasa imekuja corona, mara ijao inaitwa COVID-19 sijui, mara itakuja COVID-20, mara itakuja COVID sati huko mbele huko hatujui itakuwa jina gani, lakini ni maradhi ambayo yanakwenda na yanajirejea, sio kwa ni jina tunabadilisha. Wakati tuko mamlaka unasoma tuko chuo ilitokezea maradhi ya mafua wakati influenza, yani mafua ya ndege, ni mfano wa hii ni maradhi ya mafua, lakini ikapewa jina kuleka influenza. Imekuja hii imeitwa corona covid nini covid-19 sio 19 iko 19 sio. Naam, itakuja 20 ingawa 20 hivyo kwa sababu walikuwa wanaela nao vile vile na covid yao, ana mawazo ya kuwaza jia hela kwa nini tayari covid. Ala kulli hal, kwa hili kama itakuwa hii ni taun, kama itakuwa mfano hii corona ni maradhi ya nini? Maradhi ya mripuko. Tukirudi katika sheria ya Uislamu, kama ni maradhi ya mripuko, je, kwa na maradhi ya mripuko Waislamu wana iko katika sheria ndani ya maradhi ya mripuko Waislamu kuleta kunuti? Kwa sababu kunuti inaletwa kwa ajili ya Allah aondoshe nini? Aondoshe balaa. Taun, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema taun ilikuwa ni nini? Ni adhabu kwa nyumati zilizotangulia, lakini kwa umma huu ni nini? Ni rehma. Sasa wewe unaita kunuti kuzipinga rehma za Allah, unataka rehma za Allah ziondoke, inajuzu? Si mnasema kwamba hii corona ni kama taun, kwamba mnaita dua kwa sababu corona ni taun, maradhi ya ambukizi, maradhi ya mlipuko. Maradhi ya mlipuko Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa umma huu ni rehma. Je, najuzu wewe Muislamu kuomba dua kwamba Allah kuondoshie rehma wakati sisi tunamuomba Allah turehemu? Haijuzu aslan. Haijuzu. Kama labda tujalie kwamba hii ni adhabu, tuseme kwamba hii bwana ni adhabu imekuja, Allah ameamua kuadhibu waja wake, kwa sababu unapoumwa Muislamu tunafahamu kwa Muislamu ukiumwa Allah anakufutia dhambi, Allah anakunyajarda kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya ugonjwa. Sasa ugonjwa kwa dunia ya Islam bado nini? Bado rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hakuna wajibu wa kuleta hizo dua za kunuti kama alivyokuwa baadhi waliofahamu masala hayo, na hii ni katika masala ambayo wanatakiwa watu angalie kwa kina kwa jicho la kielimu, sio shabiki. Alafu anasema vipi, mbona hija mwaka huu hakuna?
hija mwaka huu hakuna vipi yani? Eti huu tulio mwezi gani huu? Wote tuko mwezi wa mfungo 7. Sasa si bado haijafika au imeshatangazwa kwamba hakuna hija? Huu tuko mfungo 7, itakuja si mfungo 8 kama wanavyosema, si itakuja mpaka itafika Ramadhani, na Ramadhani itakuja Shawwal itakuja Ramadha, Dhulqaada ikisha itakuja Dhulhijja. Haijafika bado, sawa sema hamna hija. Nani kasema? Huyu nani aloleta ibara kama hizi kwamba hakuna hija? Vipi yani? Hija haijafika muda wake, tusubiri tuone itakuwa hakuna au ipo. Hija haijafika, tukisubiri tuone. Sasa ikiwa ipo tutasema hii sio sahihi. Kama hakuna, sasa kwa nini watu hakuna? Pengine ndege haziruhusiwi kwenda, watu hawana uwezo, mara hii labda wenye mali zao kila mmoja corona imemkumba, mali yake amekula hasara, ameamua sende hija labda. Lakini nafahamu kwa kana kusudia mwaka uliopita wamehiji waliokuwa ndani ya Saudi, baadhi wamehiji wa miji ya nje kutokana na janga la corona kama anapolita, kwenda katika ibada hiyo ya hija. Na hii ni kutokana na kutangazwa na serikali ya Saudi kwamba hawataruhusu watu kutoka nje kuingia kwa ajili ya ibada ya haji, lakini waliokuwa ndani wakafanya ibada ya haji. Maana hizbi nini? Maana hizbi, hizbi maana yake ni kundi. Kullu hizbin bima ladayhim farahun. Hizbi maana kundi. Ala inna hizballahi humul muflihun. Kwa hizbi maana yake ni kundi. Na waksudio inaposema hizbi ni wale ambao wamekhalif sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, au ndo wanaitwa kwamba katika hizbia. Anasema huwa inatokezea baadhi ya wakati mtu anapolala baada ya sala alfajiri huwa anavaliwa na shetani usingizini na mwili wake kosa nguvu. Je, huyu ni shetani gani na shetani gani na kinga yake iko vipi? Kwanza, kulala baada ya sala alfajiri ni karaha, ingawa kama mtu kama kuna budi analala, lakini haipendezi kulala baada ya sala alfajiri. Imekuja hadithi ambayo ni dhaifu, lakini ya Ibn Abbas ikizungumzia kwamba analala baada ya sala alfajiri au baada ya sala alasri. Asimlamu mtu kama itakuwa akili zake zitamtoka, lakini hadithi dhaifu, isipokuwa haipendezi kulala muda huo. Ila kama mtu una jinsi una muda baada ya hapo, unaweza kulala kwa ajili ya kailula. Ama kuvaliwa na shetani, kinga za shetani nafahamu ni mtu kubaki na azkar. Na unajuaje kwa amevaliwa na shetani hali ya kuwa kwa usingizini? Wakati mtu anapokuwa usingizini anakuwa hahisi. Sasa unajuaje kwa amevaliwa na shetani usingizini mpaka mwili unakosa nguvu hali ya kuwa kwa usingizini? Au unakusudia unapoamka ndio mwili unakuta umekosa nguvu, pengine umelala vibaya, pumzi zikazi zimebana, ulalaji wako pengine ni mbaya. Si kila ukosaji wa nguvu katika mwili mashe kutokana na kulala, au mwili kuuma kutokana na kulala, unakuwa ni kutokana na shetani. Huu ni waswasi. Bali hata masponji, baadhi wanaolea masponji, baadhi ya magodoro, unapolalia ukiamka mwili umeuma, tofauti kama utakuwa umelala sehemu ambayo umenyosha mwili wako, hata chini ukilala unajikuta unaamka vizuri. Baadhi ya masponji unalalia ukiamka unaumwa. Si ukaitakidi kwamba bwana naumwa huko nishaenda kulimisha shamba, si wachawi wamechukua ameenda kulimisha shamba, si nimeenda fika majani, si wengine wajiona hivyo. Kwa mtu katoka usingizini anaumwa, mwili unamuuma, kumbe kalala vibaya, sema ilikuwa nimeenda kulima jana. Mwingine anasema hivyo. Yani usitakidi hivyo. Ama kinga, kujikinga na mashaitani, kujitahidi kusoma Qur'an na vile vile kubaki na azkar, kudumu na azkar, ndio kinga ambazo wamezieleza ahlul ilm kutokana na shetani. Wallahu a'lam. Kufungisha ndoa na katika fi'il madhi, ukisema ninakuozesha, utakaposema ninakuozesha binti yangu fulani, binti fulani mathalan, ukisema ninakuozesha, unaniozesha muda gani? Sasa hivi, baadaye, kesho, mwezi ujao, mwakani. Yani ukisema unaozesha kwa maana haijulikani muda huu au muda ujao. Na wewe ukisema umekubali, sawa umekubali, lakini ndio bado hujaozesha. Kwa maana katika siya
zane qali za masala muamalat zote siya zake zinakuwa ni katika madhi, zote zinakuwa ni katika madhi. Ikiwa katika lugha mudhari haifungiki kifungo chochote katika vifungo, sawa kwenye kuoa, kwenye kuacha, kwenye kujivua mwanamke kwenye ndoa, kwenye kurejea, vyote hakuna kinachofungika. Ukisema ninakuacha bado hujamwacha, utakaposema ninakuacha hujamwacha. Mwanamke akisema ninajivua bado hajajivua. Ukisema ninakurejea baada kwa mwanamke umemwacha bado hujamrejea, ila utumie katika kitendo kilichopita, ndio kinafungika kifungo na kinahesabiwa kifungo iko sahihi. Naam. Ingawa wengine wana mbwembwe zao katika kuozesha, ninakuozesha, anarudia ninakuozesha mara 3, nimekuozesha. Sasa hii kupoteza muda, wana muda wa kuchezea. Ili kwa useme tu nimekuozesha, nimekubali basi خلاص. Lakini ninakuozesha fulani binti fulani, ninakuozesha fulani mara 2, mara 3, nimekuozesha nao nimekubali. Kwa hiyo useme mara moja tu kwa nimekuozesha خلاص, nimekubali, jambo likaisha. Naam. Mwanamke ambaye ameolewa na aliyemwoa kwa ajili yake, hapo baada ya kumwoa kama kidogo atamina duniani, au amemwacha hapo akasema nimerudi. Kama atakuwa amempa talaka, aloachwa ni mwanamke na alikuwa amesimu huyu mwanamume kasimu, mwanamke akampa talaka, mwanamke akapata talaka na mwanamume ambaye alisimu akamoa. Huyo mwanamke ana kaida yake kama kaida qurutatu, anakaa qurutatu kwa sababu imekuja hiyo amri yake Allah subhanahu kwamba anapoacha kae qurutatu. Sawa? Ama kama itakuwa amertadi, ndoa ikavunjika, atakaa quru moja kwa sababu ndoa imekuwa imefanya infisakh, yani ndoa imevunjika, sio talaka. Na maswala ya ndoa kuvunjika, mwanamke anatakiwa kae quru moja kwa sababu ni infisakh, sawa kama katika Islam kwa amertadi, kwa sababu akitadi hakuna ndoa baina ya mwanamume ambaye ni kafiri na mwanamke Muislamu. Lakini kama ametoka talaka anakaa quru 3. Sawa? Naam. Allah.